Muthoni, mwanamazingira aliyepata umaarufu nchini Kenya kwa kukumbatia mti kwa saa 72. Nobel Peace Prize winner ambaye alikuwa anaitwa Wangari Maathai. Pia historia yake, kwa sababu nimepatana naye mara nyingi kwa hii safari, imekuwa pia kunitia motisha. Viwanjani, wafahamu nyota 6 wa kutazama AFCON nchini Morocco. Ni katika makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana. Lakini kwanza ni taarifa ya habari. Mimi ni Phyllis Mote. Rais wa Marekani Donald Trump ameweka marufuku ya usafiri dhidi ya raia wa mataifa mengine 7 ikiwemo Tanzania katika vikwazo vya hivi karibuni vya usafiri. Siku ya Jumanne, utawala wake ulitangaza kuwapiga marufuku raia wa Burkina Faso, Mali, Niger, Sudan Kusini na Syria. Raia kutoka mataifa mengine 15 wamewekewa masharti mepesi, ikiwa ni kutoka miongoni mwa nchi kama vile Angola, Antigua na Barbuda, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Togo, Zambia na Zimbabwe. Masharti hayo yatawahusu wale wanaokwenda Marekani kama wageni wa muda na pia wale wanaotaka kuhamia kwenye nchi hiyo. Maafisa wa Afrika Kusini wamewakamata raia 7 wa Kenya wanaotuhumiwa kufanya kazi bila kuwa na nyaraka sahihi za ajira. Wizara ya mambo ya ndani ya Afrika Kusini imesema Wakenya hao walikuwa wakijihusisha na kazi katika mpango wa serikali ya Marekani wa kuwapokea wa Afrika Kusini wazungu au wa Afrikaner kama wakimbizi. Kwa mujibu wa wizara hiyo, waliwakamata Jumanne katika kituo cha kushughulikia maombi ya wakimbizi, ambapo raia hao 7 wa Kenya walibainika wakifanya kazi huku wakiwa na visa za utalii peke yake, jambo linalokiuka wazi masharti yao ya kuingia nchini humo. Burundi imetoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuomba msaada wa kifedha ili kukabiliana na wimbi jipya la wakimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Inakadiriwa kuwa zaidi ya dola milioni 33 zinahitajika katika kipindi cha miezi 4 kusaidia wakimbizi wapya wanaotarajiwa kufikia zaidi ya 90,000. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa kabla ya mkutano kati ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Burundi na Jumuiya ya Kimataifa ya Misaada ya Kibinadamu na wafadhili, zaidi ya wakimbizi wapya 70,000 walikuwa tayari wamewasili kufikia tarehe 15 mwezi huu wa Disemba baada ya kutekwa kwa mji wa Uvira katika jimbo la Kivu Kusini na waasi wa M23. Navid Akram, mshukiwa aliyenusurika katika shambulio la risasi la Jumapili huko Bondi Beach mjini Sydney, ameshtakiwa kwa makosa 59 ikiwa ni pamoja na mengine 15 ya mauaji na moja la kufanya kitendo cha kigaidi. Baba yake Sajid Akram mwenye umri wa miaka 50 aliuawa katika makabiliano ya risasi na polisi katika eneo la tukio. Zaidi na Victor Kenani. Watu 15 waliuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa katika shambulio hilo ambalo lililenga jamii ya Wayahudi wa Australia katika hafla ya kuadhimisha usiku wa kwanza wa Hanuka. Hili ni tukio la ufyatuaji risasi baya zaidi nchini humo tangu mwaka 1996. Akram pia anakabiliwa na mashtaka 40 ya kusababisha madhara makubwa ya mwili kwa nia ya kuua, pamoja na shtaka moja la kuonyesha hadharani nembo ya shirika la kigaidi lililopigwa marufuku. Alijeruhiwa vibaya wakati wa tukio hilo Jumapili, na kesi yake ilisikilizwa kwa mara ya kwanza akiwa kitandani mwake hospitalini. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer ametishia kuchukua hatua za kisheria iwapo tajiri ambaye ni raia wa Urusi Roman Abramovich hatatoa fedha zote zilizopatikana kutokana na uuzaji wa klabu yake ya soka ya Chelsea kwa ajili ya Ukraine. Sir Keir Starmer ameambia bunge kwamba serikali yake ina leseni ya kuhamisha dola bilioni 3.3 kwa shughuli za misaada ya kibinadamu nchini Ukraine. Abramovich alilazimika kuuza klabu hiyo mwaka 2022 baada ya kuwekewa vikwazo kutokana na uhusiano wake na Urusi. Fedha hizo ziliahidiwa kutumika kwa waathirika wa Ukraine kutokana na uvamizi wa Urusi, lakini tangu wakati huo zimezuiwa, huku mazungumzo yakiendelea kuhusu mahali halisi zitakapokwenda. Ujumbe wangu kwa Abramovich ni huu: muda unaendelea kuyoyoma. Timiza ahadi uliotoa na ulipe sasa. Na kama hutafanya hivyo, tuko tayari kwenda mahakamani ili kila senti ifike kwa wale ambao maisha yao yameharibiwa na vita haramu vya Putin.
Na kiongozi wa shirika la afya duniani WHO ametaka kuachiliwa mara moja na bila masharti kwa wahudumu wa afya wanaoaminika kuwa wamekamatwa kusini magharibi mwa Sudan. Hii inatokana na ripoti kuwa zaidi ya wahudumu 70 wa afya ni miongoni mwa raia 5,000 waliotekwa katika mji mkuu wa jimbo la Darfur Kusini ambalo limekuwa makao makuu ya wapiganaji wa RSF. Tedros Adhanom Ghebreyesus ametaja shirika la madaktari la Sudan ambalo liliarifu kuwa waliokamatwa wanashikiliwa katika mazingira mabaya na kwamba kuna ripoti za milipuko ya magonjwa. RSF imekuwa ikipigana na jeshi la Sudan tangu mwezi wa Aprili mwaka 2023. Hii ni BBC. Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Phyllis Mwate. Karibu tena msikilizaji. Matangazo haya ya Dira ya Dunia nchini Tanzania yanapatikana kupitia Radio Free Africa, Radio 1 na CGFM. Nchini Kenya ni Nyote FM, Gulf Radio na Pamoja FM. Huko Uganda ni Radio Busoga, Voice of Karamoja na Radio Mahabura. Na DRC ni Lizadel Radio na Radio Muungano Beni. Yako pia kwenye FM, tovuti yetu na Facebook BBC News Swahili. Watangazaji wako jioni hii ni mimi Karorobi nikiwa Nairobi, mwenzangu ni Skola Kisanga akiwa Dar es Salaam. Kwema Dar es Salaam? Uliposema utangazaji wako nikashtuka, kumbe kazi yangu mimi mtangazaji. Umejisahau ama? Kabisa, nishazoea kusema leo hii uko nami. Sasa unasema utangazaji wako kandulisha zama zile. Lazima uongeze ladha, kwani wewe roboti? Kila siku utasema hivyo hivyo. Hapana. Ndio maana mtangazaji zamani. Waswahili wanasema ya kale ni dhahabu. Kazi kwako Skola. Basi mimi mtangazaji wako nikiwa Dar es Salaam, msikilizaji, naanza kukupasha taarifa ambazo tumekuandalia hii leo, na tuanzie nchini Marekani ambapo rais wa taifa hilo Donald Trump ameweka marufuku ya usafiri dhidi ya raia wa mataifa mengine 7 ikiwemo Tanzania katika vikwazo vya hivi karibuni vya usafiri. Victor Kenani huyo hapa na maelezo kwa kina. Ikulu ya White House imesema vikwazo hivyo vinavyokusudia kulinda usalama wa Marekani vitaanza kutekelezwa tarehe 1 Januari mwaka 2026. Katika amri ya rais iliyotiwa saini Jumanne tarehe 16 mwezi Disemba, utawala wa Trump ulijumuisha Tanzania katika orodha ya nchi zinazokabiliwa na vikwazo vya muda vya kuingia Marekani, akitaja uzembe wa ukaguzi, uhakiki na upashanaji habari wa mamlaka ya Tanzania kuhusu raia wao. Nchi nyingine zinazokabiliwa na vikwazo hivyo ni Burkina Faso, Mali, Niger, Sudan Kusini, Syria pamoja na watu walio na pasipoti ya mamlaka ya Palestina. Laos na Sierra Leone ambazo hapo awali ziliwekewa vikwazo vya muda sasa zimejumuishwa kwenye orodha ya nchi 15 zilizopigwa marufuku, ikiwa ni pamoja na Nigeria, Tanzania na Zimbabwe. Mwanzoni mwa mwezi Oktoba, serikali ya Tanzania ilithibitisha kuwa imeanza mashauriano rasmi na serikali ya Marekani kuhusu masuala ya uhamiaji ambayo ilihofia inaweza kuathiri uwezo wa raia wake kuingia nchini humo. Msemaji mkuu wa serikali ya Tanzania Gerson Msigwa alisema tayari serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Mambo ya Nje imeanza kufanya mashauriano na wenzao wa upande wa Marekani kujua maeneo ambayo yanatakiwa kufanyiwa maboresho, hususan yanayohusu masuala ya kikonselu, ili kuhakikisha Tanzania isiwe moja ya nchi ambazo raia wake watazuiwa kuingia Marekani. Mashauriano hayo ya masuala ya kibalozi pamoja na mambo mengine yanagusa utoaji wa nyaraka halali za utambulisho na kushirikiana katika masuala ya uhamiaji. Na msikilizaji, hatua hii inamaanisha nini? Mwenzangu Leila Mohamed anakuarifu zaidi. Tanzania yawekewa vikwazo vipya na wasafiri wanaotaka kwenda Marekani. Hatua hiyo ilipitishwa na rais wa nchi hiyo Donald Trump na itaanza kutekelezwa Januari mosi mwaka 2026. Ikulu ya White House inasema uamuzi huo unalenga kulinda usalama wa Marekani, ikitaja kile inachokiita udhaifu katika ukaguzi, uhakiki wa taarifa na ushirikiano wa uhamiaji kutoka Tanzania na idadi kubwa ya raia wa nchi hiyo kuzidisha matumizi ya visa. Tanzania imeorodheshwa pamoja na nchi nyingine kama Nigeria, Zimbabwe, Mali na Sudan Kusini, huku baadhi zikikabiliwa na marufuku kamili na zingine zikipewa vikwazo vya muda. Lakini serikali ya Tanzania inasema tayari imeanza mazungumzo rasmi na Marekani ili kurekebisha mapungufu hayo. Msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa amesema lengo ni kuhakikisha Tanzania haibaki kwenye orodha hiyo.
Ikulu ya White House imesisitiza kuwa vikwazo vitaendelea hadi nchi husika zifanye maboresho ya kuaminika katika usimamizi wa vitambulisho na ushirikiano wa kiusalama. Marufuku hii itawaathiri wafanyabiashara, wanafunzi na wasafiri wa kawaida, ingawa haitawahusu wakazi wa kudumu halali, wanadiplomasia, baadhi ya wenye visa, wale wanariadha wa mashindano makubwa, huku msamaha wa kesi kwa kesi ukiwepo kwa maslahi ya kitaifa. Hii ni mara ya 3 kwa Trump kuweka marufuku ya usafiri, hatua inayofufua tena mjadala mpana kuhusu uhamiaji, usalama na uhusiano wa Marekani na mataifa yanayoathirika. Nam ni taarifa yake Leila Mohamed. Lakini hata hivyo, serikali ya Tanzania kupitia taarifa ambayo imechapishwa kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya taifa hilo inasema kwamba itaendeleza mazungumzo ya kidiplomasia na serikali ya Marekani ambayo yatalenga kuweza kupata mwafaka kuhusu marufuku hiyo ya Marekani dhidi ya raia wa Tanzania, lakini imehimiza Watanzania wanaosafiri kwenda Marekani waweze kufuata na kuzingatia masharti kikamilifu ya visa ambazo wamekuwa wakipewa. Na matangazo haya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tukitoka Tanzania tuende kuangazia kuhusiana na wakazi wa mji wa Uvira. Wameripoti kwamba waasi wanaoungwa mkono na Rwanda M23 bado hawajaondoka mjini humo licha ya waasi hao hapo jana kutangaza kwamba wataondoka katika mji huo ulioko jimboni Kivu Kusini kama sehemu ya